Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kwa mara nyingine tena tumerudi hapa Bamburi katika mtaa wa Jitegemee, na nimerudi kwa ajili ya kuja kutembelea mradi wetu Kisima. Alhamdulillah, mradi ushaanza na unaendelea vizuri kulingamana na kauli ya mafundi wetu, isipokuwa tu leo hawakuweza kuingia kazini kwa vile ni Jumapili. Basi tuendelea kumshukuru fa'il khair wetu wa kutoka Oman, ambaye yeye ndiye sababu ya sisi kuja kuanzisha mradi huu wa Kisima katika mtaa huu wa Jitegemee, mtaa ambao hauna kisima cha maji. Najua mtanaona naangalia hivi, nikiangalia hivi, kusema ukweli sijazungumza na wakaazi wa mitaa hii kuulizia kuhusu salama, lakini kila nikiingia katika mitaa hii nina wasiwasi sana. Nina wasiwasi vile ninavyoona na sijui sababu nini. Kwa hivyo naendelea tu kuambia mandugu zetu wote, majirani, walimu wa madrasa, walimu wa shule, serikali, viongozi wa kidini, viongozi wa kiserikali, tujaribuni tuhakikishe tumeweza kuwalea watoto wetu na kuwasaidia watoto wetu ili waweze kuenukia katika misingi ya kidini na misingi ya kiakhlaki nzuri. Lakini pia watoto wanapofika umri wa kuwa wao washamaliza masomo, basi tufanye bidii tuwapatie makazi. Tuwapatie makazi. Juzi nilipotea kidogo hiyo vichochoro, basi nikapita vichochoroni wasiwasi. Basi Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni suudhana yangu. Nikiwaulizia wakazi hapa wanaambia kwa lahu mtaa una amani, ni mtaa mzuri. Ni mimi tu wasasi wangu kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili na leo na wasiwasi. Ndipo hata kabla kuingia hapa nimesema vitu vyetu tuate kwenye gari, tutukue tu hiki kamera peke yake. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Mambo? Mwanzo waishi mitaa hii? Vipi kuhusu masala ya amani? Umetulia? Hakuna shida. Hakuna shida? Oh, mashallah. Basi niko na wasiwasi kila nikiingia huku, na wasiwasi na naona watu wengi mashallah, lakini na wasiwasi sana kuanzia siku ya kwanza tuje tuanzishe huo mradi wa Kisima. Basi ndugu zangu watazamaji watapendwa, ndipo pale tunapoambiwa hakuna shida. Naona hata walinga na simu yako hata una wasiwasi. Hakuna shida hapo. Wale bwana kule uwanjani na kule juu. Lakini mtu hakuna shida. Maana yake ni karibu na barabara, lakini nikiingia mwili wangu enda vimimbi. Basi shukrani, Mwenyezi Mungu ajalie amani dunia nzima inshallah. Basi ndugu zangu watazamaji watapendwa, na ndipo pale mara nyingi watasema ya kwamba wasema ile kizungu don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Usije ukajudge cover kabla hujaangalia kilichoko ndani ya buku. Juzi tulikuwa tukisema in ja'akum fasiqun, qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ikiwa mtu ameleta habari, mtu fasik ameleta habari, basi kabla hamujazitendea kazi zile habari, kwanza hakikisheni ni kweli yule amezungumza haya maneno, ni kweli yule amefanya hiki kitendo, ni kweli yule amefanya hivi na hivi na hivi, ni kweli yule hakufanya, kabla hujamtetea na kabla hujasema amefanya. Tabayyun. Sasa angalia, mimi hapa lau kama sikuulizia hapa, nikifika buli la kahawa pale, mada ya kwanza ilikuwa ni hii, na tayari walioko barazani wakiondoka nao wakiondoka na habari hizo mtaa fulani, kumbe ni mimi mwenyewe, ni dhana zangu. Kwa hivyo tabayyun jamaa, tabayyun jamaa. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Asalamu alaykum. Manake pia kwa upande wa pili kuna staajabu, manake nakutana na watu wenda wapanda washuka wako okay, lakini bado mimi au ni vile vichochoro, barabara ni mbovu, sijui. Hebu tutembee nayo basi hiyo simu. Haina haja ya kuitia mfukoni. Tumeambiwa kuna amani. Asalamu alaykum. Mambo vipi? Mambo sawa? Alhamdulillah sana. Asalamu alaykum. Mambo vipi? Alhamdulillah. Waishi mitaa hii? Bila kuvuka barabara. Anasema huu mtaa vipi, kwa sawa? Hauna mambo ya ujambazi nini?
Iko kidogo lakini. Kidogo? Okay, Mwenyezi Mungu alete amani inshallah. Okay, sawa. Kila wakitokea watu wanashtuka, mimi sijui kitu gani kinafanya nishtuke. Habari? Basi inshallah Mwenyezi Mungu awatilie nuru, awazidi kuwatilia amani, na ikiwa kuna matatizo kidogo kama alivyosema kijana wetu huyu wa pili, basi Mwenyezi Mungu ayaondoshe. Sasa na mara pili nilipokuja nilipotea, niliingia na hivi nikaja na barabara hii ya huko. Sasa hii ndio ilinitia wasiwasi zaidi, barabara hii ilinitia wasiwasi, ndio kaja nikatokezea na hapa nikarudi hivi, kisha ndio nikarudi kwenye barabara ya sawa. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji wapendwa, amani ni kitu muhimu sana wallahi. Ikiwa hakuna amani huwezi fanya, wewe imagine mimi kufikiria tu kudhania kuwa hapa hakuna amani, nilikuwa nikiingia hapa sina raha. Kif iwe kweli hakuna amani, kutatokeka au kutaingiika huko? Hakuwezi kuingiika. Unajua kwa maana kuingiika, maana hatutaweza kuingia. Farawan. Ipi hali? Na Mwenyezi Mungu atukutanisha. Alhamdulillah. Nilikuwa ninakupigia simu kule. Oh, mashaallah. Ni wewe? Ushanifahamu. Si sasa hivi tumezungumza? Kabisa. Ni wewe wewe? Mimi. Alhamdulillah, basi tumekutana. Alhamdulillah. Ndio hivyo natoka kutembelea huu mradi wa kisima hapa. Sasa siku kija kufungua mradi, nitakuja hiyo sehemu yenu pia niangazie inshallah. Sawa? Kwa pamoja inshallah. Okay, Sawi ya ile lakini. Naam. Sawi ya ile. Itakuwa uzuri zaidi inshallah. Inshallah. Ni ndugu yetu amenipigia simu kitambo kidogo, ni bahati tu tumeweza kutana. Wanahitaji kisima katika markazi yao. Nikamwambia kama siku nikija kukiangazia au kukifungua kisima hiki cha hapa, tutakuja kuangazia, na kwa bahati nzuri mara mmekutana naye na hata hatujuani. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe yafalu ma yasha, na hukutamanisha vilivyo vya watu na roho za watu kwa anavyotaka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.